Wawakilishi wa Tanzania klabu ya Yanga katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League wamefanikiwa kupata alama yao moja, lakini ya kwanza kabisa katika kundi lao baada ya kuweza kutoka sare ugenini. Lakini kutokana na yale ambayo yamejitokeza katika mchezo huo, afisa habari ya klabu ya Yanga Ali Kamwe kuna mambo ameandika akiwaelezea ama akiwananga wachambuzi ambao wanasema ni wachambuzi uchwara mazwazwa. Ngoja kwanza nikwambie, wakati tunasubiria hicho ambacho kama kakisema, usahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Renew Update TV kama ndo mara yako ya kwanza kupita katika ukurasa wetu ama channel yetu ya YouTube Renew Update TV. Gonga pale kwenye subscribe, lakini pale juu kuna kengele kile kibonyeze ili uweze kupata notification ya taarifa ambazo tunazipandisha katika YouTube channel yetu. Ali Kamwe yeye tunakumbuka alitoka kuwa mchambuzi pale katika kituo cha Azam TV na Azam Media kiujumla, lakini mwisho siku amepata dhamana ya kuwatumikia wananchi akiwa kama afisa habari mkuu wa kitengo cha habari pale katika klabu ya Yanga, akiweza kumuondoa mkongwe Haji Sande Manara. Lakini sasa hivi amekuwa kama akiwaona wachambuzi na wenyewe wananga sana Yanga, hasa katika nyakati hizi ngumu. Anasema hapa alikuwa anaelezea tu appreciation yake posti kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, hasa wale ambao walibuka pale Lubumbashi. Anasema ni timu chache kutoka ukanda wa kaskazini mwa Afrika na Yanga pekee kwa Afrika Mashariki na Kati mpaka Kusini ukakuta wingi huu wa mashabiki kwenye mechi za ugenini, kwenye mechi za ligi ya mabingwa. Hii ndio sababu brandi ya Yanga inabakia kuwa klabu yenye thamani na mvuto. Imagine hapo klabu imepita nyakati ngumu ambazo ungetegemea mashabiki kurudi nyuma, lakini ndio kwanza mashabiki wa Yanga wameamua kusimama na kuisupport klabu yao. Pengine bila sauti zao na hamasa yao jana juzi wachezaji wasingekuwa na nguvu ya kutafuta bao katika dakika za mwisho za mchezo. Asanteni sana wananchi, msemaji wenu najivunia sana nyie. Hapa akielezea furaha yake, anasema najivunia sana familia yangu. Sasa nitoe ombi kwa matawi yote ya Yanga ya hapa Dar es Salaam, tuanze kujiandaa na safari kubwa ya Christmas Desemba 25 kwenda Dodoma kwenye mechi yetu ya ligi kuu dhidi ya Dodoma Jiji. Ruangwa Lindi tulipeleka gari 15. Matumaini yangu Dodoma tutapata gari zaidi ya 30 inshallah. Utaratibu wetu ni ule ule, safari pamoja kuanzia makao makuu ya klabu Jangwani Desemba 24 usiku. Daima mbele, nyuma mwiko, hakuna kuchoka. Anaandika hayo Ali Kamwe baada ya kufurahishwa na kile ambacho kimefanywa na mashabiki kule Lubumbashi. Lakini Privadinho pia ambaye yeye ni mkuu wa content ama mkuu wa maudhui pale katika klabu ya Yanga, ni digital manager, yeye alifurahishwa zaidi na mashabiki haswa wa TP Mazembe Englaba ambao walisimama pembezoni mwa uwanja na kuona basi la Yanga linapita na kushangilia kweli kweli. Pale Lubumbashi kumekuwa kama nyumbani. Kuna mashabiki wa Yanga pia, kuna matawi ya Yanga yamezinduliwa katika eneo lile, lakini vile vile mashabiki ambao walikuwa wakiwapungia na kuwapongeza ni wa TP Mazembe ambao kwa misimu kadhaa ya nyuma walikuwa ukipita pale baada ya kupokea kichapo chako katika uwanja wa Stade Mazembe ulikuwa unazomewa, lakini sasa hivi wamekuwa wanawashangilia. Yanga imeonyesha mabadiliko makubwa sana katika soka la Afrika Mashariki, lakini soka la Tanzania kiujumla. Kupata alama moja katika uwanja wa Stade de Mazembe haikuwa rahisi kwa upande wao, lakini wamepambana mpaka tone la mwisho na kuhakikisha naondoka na alama moja. Ali Kamwe anawashukuru sana mashabiki wa Yanga kwa kile ambacho wanakionyesha. Ni kitu kikubwa sana na cha kuigwa, ni mfano wa kuigwa na mashabiki wa klabu nyingine kwa ajili ya kuendelea kutengeneza brandi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Renew Update TV kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.